tissue, organs, muscles na system zilizoharibika. Kwa kifupi, tiba yetu inaitwa ni tiba rejeleshi ama regenerative medicine. Tiba hii imethibiti kuwa ni tiba moja mujarabu sana, kwa sababu inawatibu hata watu walioshindikana hospitali, magonjwa yote yasiyoambukiza, magonjwa yote ya mtindo wa maisha, magonjwa yote ya mtindo wa kula, magonjwa yote ambayo hayampati mwanadamu kwa njia ya maambukizi ya wadudu. Sisi tunatibisha vizuri kabisa kupitia tiba zetu za tiba rejeleshi. Tiba hizi zimetengenezwa katika mfumo wa mkusanyiko wa matunda ya aina mbalimbali yaliyochakatwa na kufanyiwa tafiti za kisayansi kwa miaka mingi na kutengeneza viini peke yake vya matunda haya. Vimetengeneza mfumo huu wa tiba rejeleshi ambao unapatikana katika shirika letu hili, na mfumo huu uko kwa njia ya unga powder kama ilivyo glucose. Sio kidonge wala sio sindano wala sio syrup ya kunywa, ni dawa ya unga ambayo utumiaji wake unatia chini ya ulimi, inaingia hapo, inanyong'onyea na kufyonzeka katika mfumo mzima wa mwili na kwenda kurejesha maharibiko yote yaliyoharibika mwilini. Katika tiba hii tumewashaonyesha watu wengi sana. Sasa leo tumewaita kina mama wa JUAKITA ili waje wajifunze kwetu milango yote ya uponyeshaji unaodhibitika kabisa, na vile vile wajifunze njia mpya kutengeneza uchumi endelevu, uchumi unaodurufika, na tumewafundisha haya Afrika. Tunatoa salamu hizi kwanza kabisa zimwendee mwenyekiti wa JUAKITA mkoa wa Dodoma. Salamu hizi zimwendee mwenyekiti wa JUAKITA taifa, Madam Shamim Khan, popote mahala alipo atusikie. Wana JUAKITA wilaya ya Dodoma tumehudhuria hapa ili tuchukue mafunzo ya afya na uchumi kutoka kwenye shirika letu, shirika ambalo ofisi yake iko Dodoma mjini, jengo la chama cha Biblia ilipokuwa hospitali ya Santa Camillus. Wito wa pili, tunapenda salamu hizi zimkute Shehe mkuu wa mkoa wa Dodoma, Alhaji Dr. Mustafa. Zimkute salamu hizi, ajue kwamba akina mama wa Kiislamu JUAKITA wilaya wamejitoa kimasomaso kuja kupata maarifa mapya kuhusu afya ya mwili na afya ya akili na afya ya mfukoni, kwa maana ya kufuza umaskini. Uislamu si umaskini. Ukiangalia historia, Tanzania ina mataikuni. Mataikuni ni watu mamluki wa pesa, wako kwa idadi kubwa sana, wanafika 17 na ushei. Lakini katika mataikuni hawa, mataikuni wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 7 wote ni Waislamu. Kwa hiyo Uislamu si umaskini, Uislamu ni utajiri, na tumekumbatia utajiri. Hebu tupeane, tusaidiane ili tuweze kuokoka wote, tuondokane na maradhi na tuondokane na umaskini. Kwa maana hiyo, ninapenda kabisa nimkaribishe kiongozi wa JUAKITA wilaya ya Dodoma aje awasalimie, atoe salamu zake za shukurani kuwa na sisi hapa muda wote, akisoma mambo makubwa ya afya na uchumi, na atoe nasaha zake kwa viongozi wenza kutoka kwake kwenda kwa mwenyekiti wa JUAKITA mkoa wa Dodoma, kwenda kwa mwenyekiti wa JUAKITA taifa na safu yake yote ya uongozi. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi cha umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mimi naitwa Fatuma Hussein, mwenyekiti JUAKITA wilaya ya Dodoma jiji. Sina budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa siku ya leo hii. Alafu shukrani zangu nyingi sana zimwende Dr. Jamalani. Dr. Jamalani alinitafuta, alikuja hadi nyumbani kwangu, nikaongea naye, alafu nikawatafuteni nyinyi, na nyinyi nawatoeni shukrani sana kwa sababu na nyinyi mmekuja hapa JUAKITA wote, pamoja na kuwa kuna wengine bado hawakuja, lakini natoa shukrani zangu za dhati sana. Natoa shukrani zangu za dhati kweli mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa, ajue kwa sababu yeye ndio alitupa madaraka haya, ajue kwamba tumekuja hapa tumelishwa vitu ambavyo tulikuwa hatuna, lakini hapa tunatoka sisi mabingwa. Mfumo wa kula,
mfumo wa maisha yetu. Tunacheza kweli vikoba vyetu, lakini sio kama hapa tulivyosomeshwa. Kwa hiyo tutakuwa tuko vizuri. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa atajua na anajua na anaona ataniona. Alafu vile vile Mheshimiwa mwenyekiti wa KITA mkoa Shamimu, Mheshimiwa Habiba Sekinyuku, alafu vile vile Mheshimiwa mwenyekiti wangu Mama Shamikani vile vile ataniona, na yeye vile vile waende na wenyewe wajiunge kama sisi tulivyolishwa hapa. Sisi tumelishwa sana, na hii itakuwa endelevu. Tutakuja, tumesoma sana mambo ya uchumi hapa. Bila uchumi huendi, bila uchumi huwezi kwenda, bila uchumi tusingekuja hapa. Tumesoma uchumi vizuri zaidi, na tutaendelea kuwa na hii kampuni, na tutawaleta wastaafu, tutawaleta kila mmoja hapa anajua kaelewa. Sisi yote tukitoka tutakuwa hapa ni wanachama, tutaleta watu kama sisi hapa wote. Tukija kila mmoja atakuja na 10, 20. Kuna malipo dada Mwajuma akasema pale tutapata, kila mmoja akasikia, hamna mtu asiyotaka hii hapa kitu. Kila mmoja anaitaka. Kwa hiyo dada Mwajuma katueleza pale, ambaye kila mmoja alikuwa akimwangalia akimsikiliza. Kwa hiyo dada Mwajuma kama anaweza kupata, ambaye ni mama kama sisi, hata sisi tutaweza zaidi ya yeye. Tunatumaalike tumesoma kwake, sisi tunataka tuwe zaidi ya yeye, tupate nyingi zaidi. Na yale makundi ambao Dr. Jalali kasema makundi, najua Jumatano ijayo, sio Jumatano, najua leo mnaenda kukaa mnakuja na makundi.